Wild West TV. Na kuelekea mchezo wa kihistoria kwa Simba Sports Club, mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika Kusini. Hiki hapa ni kikosi cha kwanza cha Simba ambacho huenda kikaanza katika mchezo huo katika uwanja wa New Amani Zanzibar, na Simba Sports anakwenda kutumia uwanja huo wa New Amani Zanzibar baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kumvusha Simba kutoka hatua ya robo fainali mpaka nusu fainali, lakini uwanja huo kuonekana umeharibika sana, hasa katika eneo la pitch, eneo la kuchezea. Kwa hiyo Simba wameamua kutumia uwanja huo kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa na TFF, lakini pia umefungiwa na CAF wenye mashindano yao ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nusu fainali inakwenda kupigwa katika uwanja wa Amani Zanzibar, Simba Sports yakiwakaribisha Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Lakini pia ni kupitisha tu haraka katika hatua ya makundi, Simba Sports alifikaje, hatua ya nusu fainali amefikaje. Hatua ya makundi alikuwa Simba Sports, Constantine, lakini pia alikuwepo Faxien pamoja na moja ya timu kutoka pale nchini Angola. Lakini katika mchezo yake yote hiyo sita ambayo alicheza, Simba Sports alishinda takriban mchezo dhidi ya moja ya timu kutoka Angola, lakini timu hiyo kadro naye akawa na alama zake 4, lakini pia akampiga Constantine nje ndani, yani alama 6, jumla alama 10. Lakini mwisho wa siku akaja akampiga Faxien mechi katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, akawa na alama 13, huku akipoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Constantine kule nchini Algeria. Kwa hiyo Simba Sports akatinga katika hatua ya robo finali na alama zake 13, huku katika hatua ya nusu finali ya robo finali akapangwa dhidi ya Al Masry kutoka pale nchini Misri, na katika kikosi cha Simba wakapigwa goli 2-0 dhidi ya Al Masry kule nchini Misri katika uwanja wa Suez Canal. Lakini walipofika jijini Dar es Salaam katika dimba la Mkapa, Simba Sports akajipapatua na kufanikiwa kupata ushindi wa goli 2-0, lakini mwisho wa siku wakaingia katika changamoto ya mikwaju ya penalti, ndipo Simba Sports akafanikiwa kupata ushindi wa goli 4-1, yani Pimpin Kamara akicheza mikwaju miwili ya penalti. Na moja kwa moja kikosi ambacho kinakwenda kuanza katika mchezo huo dhidi ya Stellenbosch, Simba Sports kama kawaida golini tutegemea kuendelea kumuona Pimpin Kamara katika milingoti mitatu, raia huyu wa Guinea, lakini pia ni golikipa nambari 1 ya timu ya taifa ya Guinea. Upande wa mabeki wa pembeni, Mtanzania Shomari Salum Kapombe, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, pamoja na Mohamed Hussein Shabalala, naye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kwa upande wa mabeki wa katikati tutegemea kumuona Abdulrazak Hamza, Mtanzania huyu akicheza pia timu ya taifa ya Tanzania, pamoja na Chamu Karabu akitokea katika taifa la Cameroon. Lakini katika upande wa viungo tutegemea kuendelea kumuona Yusufu Ali Kagoma, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, pamoja na Fabrice Ruamba Ngoma, mchezaji wa timu ya taifa ya DRC Congo. Upande wa viungo wa shambuliaji, Elie Kibisawala Mpanzu, mchezaji wa timu ya taifa ya DRC Congo. Lakini pia tutegemea kumuona Jean Shaleha wa raia wa Ivory Coast, pamoja na mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, huyu ni Kibu Denis Prosper. Katika eneo la ushambuliaji wa mwisho ambao limekuwa na utata hasa siku za hivi karibuni, tutegemea kuendelea kumuona Steven Dese Mukwala, striker refu kuliko goli, baada ya Lionel Yateba kushindwa kutumia nafasi ya ushambuliaji wa mwisho vizuri na kushindwa kuipa matokeo Simba Sports katika michezo kadha wa kadha. Kwa hiyo Steven Dese Mukwala kwa kiwango alichokionyesha michezo kadhaa iliyopita, anapewa nafasi ya kuendelea kusalia katika eneo hilo la ushambuliaji wa mwisho. Simba Sports chini ya kocha Fadlu Davids wanapenda kutumia mfumo wa 4-2-3-1, yani mabeki wa 4, viungo wawili ambao ni Yusufu Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma, pamoja na viungo washambuliaji watatu, bila kusahau mshambuliaji